Sasa hivi fursa zimefunguliwa sasa. Ushindani nafasi za kazi umekuwa mkali sana. Kwa hiyo unafungua biashara, umeweka mtaji, unashindana na watu ambao wako bagetoni tu. Ongea na kocha jinsi ya kuvuka ushindani kwenye zama za ushindani mkali. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Ukiwa rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na vipindi hivi napenda kuongea na wewe kuhusu maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza likiwa ni kuhusu kujenga mafanikio kupitia kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Eneo la pili likiwa ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha kwa misingi sahihi hapa. Na eneo la tatu likiwa ni kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea moja kwa moja. Hapa tunajenga maeneo hayo matatu kwa sababu unapata kuwa matokeo makubwa sana wewe, na hatuzungumzi mambo mengine yote. Tunabobea maeneo matatu: jenga mafanikio, jenga utajiri, jenga biashara. Humo tu na unakuwa na maisha ambayo ni bora kabisa. Rafiki, leo bwana tatu angalia eneo moja muhimu sana ambalo ni kuweza kuvuka ushindani kwenye zama hizi za ushindani mkali sana. Ni ukweli ulio wazi na dhahiri bwana kwamba ushindani kwa sasa ni mkali mno. Yaani unajua kipindi cha nyuma ushindani ulikuwa kama haupo. Hasa kwenye nchi zetu hizi ambazo zinaendelea. Ilifikiria miaka ya nyuma huko ulikuwa mtu akisoma mmoja daktari ni mmoja tu, yani hii kizima kina daktari mmoja au wilaya nzima kwa daktari mmoja au wawili wa kuhesabika. Kwa hiyo kazi ilikuwa nje, si ndio? Kazi zinapatikana kwa urahisi tu yani. Walimu, kila takada ilikuwa na watu wachache sana. Kwenye biashara, watu kwanza biashara ilikuwa ni wachache mno. Hivi wewe biashara uwe na eneo, uwe na mtaji, ilikuwa ni wachache mno ambao wanaweza kujenga biashara. Hata kwenye mahusiano ulikuwa mna fujo, ulikuwa mna ushindani. Wenye pesa ni wachache, kwa hiyo wanajimiliki shitu. Sasa hivi fursa zimefunguliwa sasa. Waliosoma ni wengi mno. Kwa hiyo ushindani nafasi za kazi umekuwa mkali sana. Sababu nafasi ni chache, wanaozitaka ni wengi. Sawa? Haya. Huyo kwenye biashara, biashara sasa hivi, yaani mtu na simu yake tayari na biashara. Winga huyo. Hata duka hana, mali hana, mtaji hana chochote. Yeye simu yake tu anapiga picha, anaposti, anauza. Kwa hiyo unafungua biashara, umeweka mtaji, unashindana na watu ambao hata biashara wako bagetoni tu na simu zao wanapambana na wewe. Unaelewa hapo? Kila eneo la maisha yetu limegubikwa na ushindani mkali. Liko oversaturated, yani limejaa. Alafu sasa vitu virahisi ndio ambavyo vina ushindani mkali sana. Kuna biashara ambazo kila mtu unakuta anafanya. Biashara ya nguo, kila mtu anafanya biashara ya nguo. Biashara ya chakula, wengi wanafanya biashara ya chakula. Kuna biashara ambazo kila mtu anakuwa anakazana kuzifanya. Sasa wewe na wewe ndio biashara unapenda kuifanya. Sasa utafanyaje sasa uweze kuvuka huu ushindani? Ndipo sasa mimi rafiki yako ninapoingia kwenye picha hapo. Ndipo ambapo sasa nakuonyesha na kukupa mkakati utakao kuwezesha wewe uvuke kila aina ya ushindani na uibuke mshindi. Uibuke umefanikiwa, uibuke tajiri, uibuke una biashara. Kwa sababu namba moja, ujue kwamba hauwezi kuzuia ushindani. Utajikuta labda umeifuata ushindani kwa kuanza kuona biashara fanya ile inalipa na mimi ngaifanye. Umeona watu wanaifanya, ukaona inailipa na ukaenda kuifanya. Umejipeka kwenye ushindani. Au unakaribisha ushindani. Maana yake unaanza kufanya biashara ya kipekee tofauti. Watu wanakuambia hiyo haitafanya kazi, haitalipa. Ikianza kukulipa wanakuiga. Si unaona mambo bora rafiki? Kwa hiyo unapigwa kote. Unajipeleka kwenye ushindani au washindana na kufuata. Kwa hiyo huwezi kuzuia, huwezi kupambana nao moja kwa moja kwa ushinda. Unachoweza ni wewe kuhakikisha kwamba ushindani haukuathiri.
unaonyesha kwamba ushindani unakuwepo, lakini kwako hauvui dafu. Watu wanajiita ni biashara unaifanya, wanakimbia wao wenyewe. Au ni biashara ambayo watu wanaifanya, unaenda kuwatimua mbio. Hilo ndio utakaotoka nalo hapa na liweze kukusaidia. Sasa unafanya vitu gani ili uweze kuaisha ushindani kukwamishi wewe au kuzuia? Jambo la kwanza, kaa kwenye uimara wako. Fanya vile vitu ambavyo kwa wengine ni kazi, kwako ni kama mchezo. Unaelewa? Ni vitu ambavyo wengine wanaona ni tabu kweli kweli kufanya. Ni kwako raha tu. Hata ungekuwa ulipo bado ungefanya. Sawa? Hiyo ndio eneo la kwanza wewe, kwa sababu ili ufanikiwe kuvuka ushindani inabidi ufanye kazi sana, ufanye kazi kwa juhudi, ufanye kazi muda mrefu. Sawa? Na ili uweze kufanya hivyo inabidi usichoke haraka. Na ili usichoke haraka inakubidi uwe unapenda sana kile unachokifanya, iwe mchezo kwako. Wakati ambao kwa wengine ni tabu, inabidi amshwe, asukumwe, bwana fanya hichi. Wewe inatokea wenyewe tu yani. Yeye unashangaa mpaka watu ni sala mtu ashindana mimi kuandika. Wao wameandika vitabu mengi haya. Kwa sababu kuandika wangu ni kama mchezo tu. Mimi nikikaa tu hapo maneno yashatokea. Wewe mpaka ukae ufikirie, uanze ufute ufanye utoboi ukifika Arabi kwenye eneo. Sawa? Kufundisha kuzungumza kama hivi. Wewe utajipanga, nijipange si napanga. Bibi nitazungumza tu kwa sababu iko ni kama mchezo kwangu. Yaani ni raha kwangu kufanya hivi, hata kama hakuna atakayenilipa. Tafuta eneo ambalo uko imara kiasi hicho rafiki. Litafute lipo. Na kama umefuatilia vipindi vya nyuma, vipindi vya kwa nini 7 kwa mfano, utakuwa umejua hilo eneo. Utakuwa umejua kile ambacho wewe uko imara, na kifanya hicho usiende kwa michezo mingine. Mnajua ile timu ya ugenini na timu ya nyumbani, kwamba timu ya nyumbani huwa na faida fulani, yani home advantage, si ndio? Wewe cheza nyumbani, usiende ugenini. Nyumbani ni wapi? Maeneo ambayo uko imara, maeneo ambayo unafanya vizuri. Ugenini ni wapi? Maeneo ambayo una udhaifu. Usiyajaribu hayo, yatakutoa moto. Sawa? Wewe cheza kwenye uimara wako. Fanya yale ambayo wewe kwako ni mchezo, wakati wengine ni kazi ngumu inayowasumbua. Kwa namna hiyo, sababu watu wanaoshindana na wewe watabidi wakimbie, sababu wanachoka. Wewe uchoki, upo tu. Wewe angalia, upo tu. Ibada hii ngoma tuachane nayo. Sawa? Kwa hiyo iwe utaingia kwenye eneo uliona, ndio maana kwamba usikimbilie biashara ambayo unasema inalipa. Hiyo biashara una uwezo, una uimara wa kuifanya, ni kitu ambacho una faida fulani, una added advantage au huna. Unaona wachezaji wa basketball wanalipwa sana. Wewe ni mrefu, tuanzie hapo. Yaani wewe ni mfupi au basketball inalipwa kwa basketball, tayari huna faida. Lakini kuna maeneo yako kwa sababu ya ufupi wako itakusaidia. Sio unyanyapa, sio bati ametengwa sababu ni mfupi basi unyanyapa. Kuna eneo ambalo una manufaa, na eneo ambalo una hasara. Eneo ambalo ni faida kwako, na eneo ambalo ni hasara kwako. Wewe cheza eneo ambalo ni faida kwako. Cheza eneo ambalo unaweza kuonyesha matokeo ambayo ni makubwa, na hiyo itakusaidia sana wewe kuweza kupiga hatua. Jambo la kwanza la msingi, cheza kwenye uimara wako. Wengine watajaribu kuiga, watapambana, watachemka wao wenyewe, wakati wewe uko tu na raha zako, wala una habari na mtu, unakwenda. Sawa? La pili, usiweke umakini wako kwa ushindani. Usiweke. Wewe peleka umakini wako kwenye kile ambacho unakifanya. Kama ni biashara, usiweke mshaka kufanya nini? Wewe kana mkakati wako. Unajua kwenye biashara, cha kwanza strategy. Cha kwanza ni vision. Unataka kwenda wapi? Sawa. Pili, strategy, unafikaje pale? Sasa ukianza kuangalia washindani unafanya nini? Maana yake huna maono
na huna mkakati, unastahili kupigwa nje ndani. Unastahili kunyooshwa. Usiingie kwenye eneo lolote ukiwa huna mkakati. Usiige, jamaa anafanya biashara, namlipa ngoja mimi nikafanye. Unajipeleka kuumia. Kaa chini. Weka mkakati wako, weka strategy yako, ni biashara, ni kazi, ni huduma. Yote weka mkakati wako. Alafu ufanyie kazi. Peleka umakini wako kwenye ule mkakati wako. Sio kwenye kwa washindani. Wanaangalia ametangaza sehemu fulani, ngoja mimi ngatangaze pale. Ndio mkakati wako huo. Wewe vizuri. Anaanza kuuza kama mimi niuze. Ndio strategy uliokuwa nayo wewe. Usipeleke. Ukipelekwa unaingia. Kuna watu wanakuingiza kwenye kumunana zao wao wenyewe. Wanajifanya kama wanafanya vitu fulani, unavikimbilia, kumbe wanafanya vitu vingine ambavyo huvielewi. Na mengine jambo ambalo walifanya watu wakapata matokeo, sio kwamba ukifanya utapata matokeo. Ndio maana lazima uanze na uimara wako, halafu utengeneze mkakati ambao utafanya kazi kwako. Naomba unielewe vizuri sana rafiki, usichanganya mambo. Utakwama sana ukianza kuangalia washindana wafanya nini na wewe kaga. Kwa kifupi usishindane, kama unanielewa hapo. Sawa? Usishindane. Wewe kaa kwenye mkakati wako. Wanakuja wenzako bana wanafanya hivi inawalipa. Mkakati wangu ni huu hapa. Haukupi matokeo, rudi kwenye mkakati wako uboreshe. Sasa kama mshindani wako ana mkakati bora kuliko wewe, maana unafanya kwenye biashara, haupaswi kuwepo. Kubali kwamba biashara wewe hauna uimara ambao unapaswa kuwa nao. Kama unataka kwa kawaida baki. Kama unataka ushindi mkubwa, unataka mafanikio makubwa ambayo ndio mimi nataka uyajenge, usikae kwenye biashara au jambo ambalo kuna watu na mkakati bora kuliko wewe. Bilioni moja kwa sababu mimi napenda kucheza mchezo ambao ninajua nitashinda. Sawa? Yaani refa wangu, yaani uwanja wangu, refa wangu, wale si shirikisho la mpira nao ni wako ni wangu. Hapo sana nitacheza. Lakini refa sijui wa nani. Shirikisho silijui, uwanja siujui, sichezi. Sawa? Sasa hii refa wako kuwa imara eneo lako. Shirikisho liwe lako, kuwa na mkakati ambao umeutengeneza wewe, unauelewa vizuri. Alafu maana huo mkakati. Wameiga mkakati wangu, furahi. Kwanza cheka. Mimi mtu akiga jambo analifanya bwana chekaga. Wanakuja watu mara nyingi, watu ambao wanafanya nao kazi ya biashara. Tunaweka mkakati wa matangazo wa kampeni fulani. Wanakuja sasa uje bwana kampeni fulani lakini bwana watu wameiga, na cheka. Na furahi nasema tumemaliza kazi. Yaani kumbe walikuwa wana mkakati. Wanaiga wa kwetu au tumeshamaliza hao. Ongeza kasi. Kwa sababu hawawezi kutoboa. Sisi tumeweka mkakati, tumepanga mkakati mpaka ukatimia. Tuanze kufanya kazi kumbe akauiga, aisee na chekaga na ufurahiji kweli yani. Sasa huyu mtu atoboi mali na mkakati. Hawezi eti akawa ameiga kitu afa kama amekielewa kwa undani kama mtu ambaye amekaa chini akakianzisha. Najifunza kwa washindani sawa. Lakini jifunze kwamba uboreshe nini, sio jifunze wanafanya nini. Maono uliokuwa nayo tofauti, wewe mkakati wako utakuwa tofauti, usivurugwe katikati hapo. Sawa? Focus yako hiyo kwenye biashara yako, kwenye shughuli yako, kwenye huduma yako, sio kwa wengine wanafanya nini. Hiyo kwa wale ambao unawahudumia wateja wanasemaje, wanataka nini zaidi. Weka focus yako. Unapopeleka macho pembeni, unaiacha biashara yako. Na ndipo ambako unawapa watu nafasi ya kukupiga. Kwa sababu umekosa umakini, umehamisha focus. Una mambo mengine ambayo sio yenye tija kwenye kile ambacho unakifanya. Hiyo ni muhimu sana kwenye kufanya ushindani, usikubabaishe, usikusumbue. Jambo la pili. Jambo la tatu, usiache nafasi. Usiache nafasi. Na maana gani? Unajua kuna watu ambao wanakaribisha ushindani wao wenyewe. Kwa mfano, umeenda eneo ukagundua ile eneo bwana, ile eneo halina bucha ile. Halina bucha. Na watu wanapenda nyama. Nitafungua bucha. Sawa? Unaenda, unakutana vikwazo bwana, unajua hapa watu sio hataki bwana, hapa unafungua bucha. Fungua bucha, wateja kama wote.
wanapanga foleni wasubiria huduma. Na umekaa tu unafurahia, wateja wanapanga foleni, biashara nzuri. Wateja wanaanza kulalamika. Ujue bwana nyama sasa hivi nyama sio nzuri sana. Sasa hivi mizani inapunja nyama. Wateja wanaambia bwana mimi ndo nimetabucha hapa, msinisumbue. Mtajua wenyewe. Au nawapuuza wasikilizi. Unaendelea tu na huduma yako mbovu. Nyama sio nzuri, mizani inapunja, si vitu kauli mbaya. Unaona wataenda wapi kwani bucha la kuliko? Bucha liko moja tu, hawana pa kwenda, bucha liko moja. Sawa huku na kule, unachanga mtu anashusha bucha pembeni yako. Bucha hilo limenyoka, nyama safi, mizani mtu anapima mwenyewe. Unaanza kusema huyu hawezi kunisumbua, mimi ni mkongwe hapa. Wateja wanaanza kidogo anahama. Haujakaa sawa, mwingine anavuka bucha tena kulia kwako. Wateja tena wanaanza wanahamia kule. Unabaki unasema sasa ujue jamaa wamekuja, wameshusha bei, wameharibia biashara yangu, wamekuja. Nani wakaribisha? Wewe mwenyewe. Uliwaachia nafasi ya kuweza kufanya kwa ubora kuliko wewe. Si umeelewa? Ulitoa huduma mbovu, kwa hiyo wateja wakawa tafuta huduma nzuri. Ulikuwa utoshelezi huduma, wateja watafuta wapanga pengine. Wewe ndio unawakaribisha washindani. Sasa ili kuondoa hilo, unatakiwa usiache nafasi. Ukianza biashara fika lipa, fanya kwa ukubwa. Akasema mtu asina ingia wapi hapa sasa? Yeye mtu akija anakuwa yatima. Umefungua dibucha la kwanza, watu wanapanga foleni, unafungua bucha mengine na lingine pale pale. Huduma imenyoka wakati wote, bei nzuri, hamna malalamiko wote. Hivi mtu yeye anafungua biashara atakwaje? Hata mtu jamaa yule kama ameroga wateja wake bwana. Ukienda kufungua pale hata wateja waje. Kwa sababu hujaacha hata tone. Biashara ni kama ile usipoziba ufa utajenga ukuta. Usiache ufa. Kwenye huduma yako usiache hata tone. Wewe nyoka. Hakikisha mtu hana anachotafuta pengine. Sasa uko unaenda futanisa. Hata mwenye akitaka kujaribu kula sema bwana tu nirudi kwa jamaa wangu bwana. Huku ndogo ovyo. Nyama yenyewe eleweki, bei yenyewe si nini. Bora nirudi kwa jamaa yangu. Wafanye wateja wakiona kuonja nje warudi. Anakula kwa jamaa bwana rudi tu kule. Hiyo iko ndani ya uwezo wako. Wewe usiache nafasi kwenye kazi unayoifanya. Fanya kazi kwamba ni watu bila warudi kwako. Wanadanganywa huyu jamaa na kitu afanye kama njoo kwetu sisi. Tunakupa kile afika kule. Ahadi nyingi, utekelezaji mdogo. Wanaona bwana warudi kwako tena samani bwana. Ujue jamaa alinishawishi nikaenda lakini watakwambia usiache nafasi. Lakini wewe ukianza kuacha nafasi, huduma mbovu, watu hawajibu vizuri, wanaondoka. Utalaumu asili lakini wewe ndio umefukuza. Hata mahusiano tu ya kawaida wasema jamaa alinizidi kanichukulia mchumba wangu. Wewe umeacha nafasi. Wewe hauko romantic. Ubebishi watu. Anatokea jamaa pale anaanza kubebisha nini anatoka na mtu wako. Umeacha nafasi. Kwa hiyo wewe cover, mtu akiingia huko anakutana na wewe, akiingia huko anakutana na wewe. Ni matangazo. Kila akikuta tangazo jamaa mimi sina hapa bwana cha naye. Sawa? Wewe hakikisha hakuna nafasi unayoiacha na ukakaribisha ushindani. Jambo la 3 hilo muhimu sana lifanyie kazi. Jambo la 4. Tawala, usishindane, tawala. Don't compete, dominate. Usishindane, tawala. Ukiingia mahali sasa, umeona biashara fulani inalipa na ukasema bwana hii jamaa wafanyi vizuri, ngoja niingie. Watakwambia biashara kila mtu anaifanya, biashara nguo kila mtu anaifanya, haina tena faida, sio fursa tena. Wewe unajua inatoka ndani yako, una shauku na hii biashara. Una shauku ya chakula, unapenda kupika chakula kile nyoka. Unasema ngoja niingie kwenye biashara ya chakula. Si kuna watu wengi, mimi naingia. Na nikiingia pale naenda kutawala, siendi kushindana. Naenda kupindua.
naenda kuwasha moto ambao hujawahi kutokea. Nikwambia kama hauna mkakati huo, kama unaona biashara inalipa na watu wanaifanya na wataka waifanye, hakikisha unapa na kitu kimoja tu, unaenda kuwafungasha virago wote kuwapeleka nyumbani. Kwa sababu unaenda kutoa kitu ambacho hawawezi kutoa wao. Kama haujiamini kiasi hicho, kama hauna uwezo wa kwenda kuwafungasha watu virago, usijaribu. Ina wako mengine, kacheze unakochezaga. Sawa? Utajipeleka kwenye shida, unajipeleka kwenye mateso, unajipeleka kwenda kupata tabu. Umeelewa vizuri hapo? Ukiingia kwenye eneo ambalo watu umewakuta, hakikisha unaenda na usiwe na huruma. Yaani kuwa katili, sio uwafanyie baya. Wewe unaenda kufanya kwa ubora. Wao wanafanya hicho, unaenda kutoa zaidi. Yaani kuna vitu vitatu kwenye biashara, jambo lote vitu vitatu: uharaka, ubora na unafuu. Sawa? Sasa wengi wanatoaga kimoja au viwili. Wakitesa sana viwili, wengine hawatoi vyote. Sasa unaenda pale unakaribia hii, jamaa wanatoa vitu Samia vitu katika vitu tu. Katika ubora au nafuu au haraka, natoa nini? Wape bora sana, alafu haraka sana. Sawa? Alafu kwenye bei kwa sana wengine. Au wape kwa bei ambayo ni ya chini kuliko wengine na kwa ubora kuliko wengine, lakini haitakuwa haraka. Au haraka kama sawa na wengine. Au chagua wapate kwa haraka sana. Sawa na kwa bei rahisi sana, lakini ubora utakuwa kwa sawa na wengine. Yaani wewe chagua ulingana na wengine eneo moja, alafu wazidi maeneo mawili, utawakimbiza na kuhakikishia. Shida wewe unaenda kwenye biashara wengine anauza shilingi ngapi? 10,000, mimi nitauza 9,000. Alafu huduma mbovu, muda unachelewa. Utapata shida tu mwenyewe, unajipeka kwenye shida. Anauza 10,000 sawa, anauza 10,000, unapata baada ya muda gani? Nikilipia leo napata kesho. Kinakuaje? Mimi nitaupa kwa 10,000 alafu napata leo. Nini hapo? Mtu atachagua nini sasa? 10,000 apate kesho, 10,000 apate leo. Utarusha, ushafuruga watu. Ushafungasha virago. Bye, ondokeni. Mwenye shughuli yake nimefika, unawaambia. Mwenye shughuli yake nimefika. Nimekuja kutawala. Sio kwa ubaya, sio kwa fujo, sio kwa uongo, sio kwa ulaghai. Na kutoa kitu ambacho wengine hawezi kukitoa. Sawa? Na la tano na mwisho rafiki, uache muda ukupe ushindi. Muda ndio tiba ya kila aina ushindani. Muda ndio silaha isiyoshindwa. Mafanikio ya aina yote ile ni kombolela. Wa mwisho ndio mshindi. Sio mchezo wa kombolela, hide and seek, si ndio? Wa mwisho kukamatwa ndiye mshindi. Na kwenye eneo lolote, biashara, kazi, atakayebaki amesimama wa mwisho ndiye mshindi. Ukiingia kwenye ushindani, kila mtu anakuwa anapambana. Si ndio? Kuna maana bei hizo fanya wewe hakikisha kwamba hufi kwanza. Yaani hakikisha kwamba una survive kwanza. Yaani la kwanza jibu la kwanza usife. Usipotee. Kuwa mtu wa mwisho kubaki. Uweza kusurvive kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo watu wakija wanapunguza bei, sio wachukua wateja, wewe usikimbilie kupunguza bei. Angalia kwanza hesabu zako. Nitabaki na wateja wangapi? Na naweza nikapunguza mauzo yatashuka sasa hivi sababu watu watakimbia kwenye bei. Na anajua anapata hasara. Mimi nitapunguza mauzo yangu yatashuka. Lakini naweza kukaa miezi 6 na mauzo madogo na nisifunge duka. Sifunge biashara yangu. Huyu kwa wewe punguza bei, hawezi kudumu miezi 6. Twende. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili anaanza kuchechemea. Wao utembeza kwa toroba mdogo. Anaanza kuchechemea. Ngoja anakimbia. Yaani unampa mtu ajivuruge mwenyewe. Wewe dumu. Yaani wewe tengeneza reserve ya kutosha. Watakuja watu na vichaa vyao. Wanakuja pale wanashabei, wanavuruga tu. Shabei sio anaweka na kile. Wewe tulia. Dumu kwa muda mrefu zaidi. Waache wajikaange kwa mafuta yao wenyewe. Alafu wewe pambana uweze kujenga mafanikio yako kwa kudumu kwa muda mrefu zaidi. Rafiki,
Ukiyazingatia haya bwana, hakuna namna utashindwa kwenye hii zama. Hata wajikusanye na nani, wewe utabaki kuwa mshindi, kwa sababu ndani yako kuna ushindi mkubwa sana. Leo tumezungumza kuhusu kujenga biashara, na nakupa vitu viwili vya kufanyia kazi hapa. Moja, vitatu. Kitabu hiki cha elimu ya msingi ya biashara. Humu utajifunza jinsi ya kujenga biashara ya kipekee kwako. Wazo, moja ya sura muhimu sana ni kwenye jinsi ya kupata wazo bora la kibiashara, wazo la kipekee. Iko sura ya ngapi hapa? Iko sura ya pili nafikiri hapa. Sura ya kwanza, wazo la biashara. Wazo sahihi la biashara iko hapo. Itakusaidia wazo ambalo litashindwa na washindani. Alafu kingine, nunua wateja. Unaona tu warusha matangazo, rusha, posti bwana, posti kwenye mitandao ya kijamii, sponsor, sio nini. Usiige. Jifunze mkakati sahihi kwenye nunua wateja. Hapa unacheza kupata wateja kama zote. Na mwisho, kujenga biashara ambayo inajenisha wateja moja kwa moja. Unaipata humu kitabu cha mashine ya kuchapa pesa. Kupata vitabu hivi, tuna mafunzo mazuri ya chuo cha mauzo, program ya chuo cha mauzo ya kufundisha mauzo. Tuna ushauri bora kabisa wa biashara, ukocha. Yote unayapata kwa kuwasiliana namba 0760647171. 0760647171. Andika ujumbe biashara, mafanikio, fedha, ukocha, lote lile. Tuma kwa WhatsApp 0760647171, na utafanya kazi kwa pamoja, basi utaweza kuwa bora sana kiasi kwamba ushindani haukubabaishi. Asante na ukawe na wakati bora.